Rekaperia manama hoporia manama akapela la bahato komoshima mama redebe hatabarada handima ria barada hatabarada handa manama hebala ala manama shabara mama rababa mama setelele randoria manama setelele. Pokea sifa mfalme wa uzima, pokea heshima na utukufu Bwana wa mabwana. Nalinua jina lako, nalitukuza jina lako, kila mmoja aseme amen. Amen. Sasa kama unavyojua, Mungu amenipa neema. Nimekuwa sipo kwa muda kadhaa, lakini nipo kwa jina la Yesu. Sasa naomba kae. Mungu awabariki watumishi wake ambao wamesimama kwenye zamu zao kuhakikisha ibada zinaendelea. Tuwapigie makofi kabisa. Kwa kweli kazi ya Mungu imefanyika. Haleluya. Watu mmesaidika. Sasa nataka tujifunze leo kwa habari ya kuivunja milango ya shaba. Haleluya. Nataka tujifunze kwa habari ya nini? Kuivunja milango ya shaba. Kwa nini tunasema kuivunja milango ya shaba? Kwa sababu kila eneo unalotakiwa kwenda kwenye maisha yako, kuna milango lazima ifunguke. Na sasa kuna milango ya rohoni ambayo ikifunguka ndio vitu vya mwilini vinatokea. Kila kitu cha mwilini ambacho ungependa kitokee kwenye maisha yako, lazima ufunguke mlango wake wa rohoni wa hicho kitu cha mwilini. Kila kitu cha mwilini utakachokiona hapa duniani kina mlango wake wa rohoni. Narudia tena. Kila kitu cha mwilini chochote hapa duniani ambacho utakiona kwenye uso wa nchi kina mlango wake wa rohoni. Ili uweze kukimiliki, ili uweze kukipata, ili kiweze kudhihirika kwenye maisha yako, lazima mlango wake wa rohoni wa hicho kitu ufunguke. Sasa kama vile ambavyo Mungu ameweka milango ya rohoni ambayo ikifunguka baraka za mtu, mafanikio ya mtu, mema ya mtu yanatokea, iko vile vile sasa adui ana kitu kinachoitwa milango ya shaba. Haleluya. Yeye sasa kazi yake anakuinulia milango ya shaba, anaiweka mbele yako ili kila kitu ambacho kilitakiwa kitokee rohoni kija kwenye maisha yako kikose upenyo. Kazi kubwa ya milango ya shaba ni kuondoa upenyo kwenye maisha ya mtu. Kila mwanadamu unayemuona ana upenyo wa maisha yake. Ndio maana Biblia inasema si wenye mbio washindao katika michezo. Haleluya. Kwa maana unaweza kukimbia ila kwenye kushinda ukawa umeshindwa. Lakini anasema pia kwamba si wenye hekima wapatao mali. Hapa anasema si watu wa ustadi wapatao upendeleo, wala si watu wa ufahamu wapatao nini? Wala si wenye hekima wapatao chakula. Anasema lakini wakati na bahati unawapata wote. Maana yake kila mtu amepewa wakati wa kupata. Haleluya. Sasa huwezi kupata mpaka milango ya kupata ifunguke. Kila kitu cha mwilini ambacho ungependa kupata, lazima mlango wake wa rohoni ufunguke. Mlango wa rohoni ukifunguka wa kitu cha mwilini kinatokea. Sasa adui, ili kile kitu chako cha mwilini kisitokee, kwa sababu kila kitu cha mwilini cha mwanadamu ni upenyo wake, kwa sababu ndio hatua za mwanadamu zimefichwa hapo. Haleluya. Sasa ili kile kitu cha mwilini kisitokee, adui anachokifanya sasa, anakuinulia milango ya shaba. Haleluya. Anakuinulia milango ya nini? Milango ya shaba. Kazi kubwa ya milango ya shaba ni nini? Ni kuhakikisha hupati upenyo. Vile vitu ambavyo vilitakiwa kudhihirika kwenye maisha yako vikose namna ya kudhihirika, isiwezekane. Hebu sema naivunja kwa damu ya Yesu. Sasa nataka tuangalie kwanza kitabu kile cha Waefeso. Waefeso, twende haraka, tumechelewa kwanza kidogo. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Biblia inasema sisi tunashindana, na katika kushindana kwetu sisi hatushindani juu ya damu na nini? Juu ya damu na nyama. Biblia inasema bali sisi tunashindana na falme. Jambo la kwanza, sisi vita vyetu tunashindana na falme, halafu mamlaka. Unaona, na juu ya wakuu wa giza. Ushawahi kuona wakuu wa giza? Haujawahi kuwaona? Biblia inawatambulisha kwamba wapo wanaoitwa wa nini? Wakuu wa gizani. Yaani giza lina wakuu wake. Kwamba sisi wakati mwingine tunashindana nao.
lakini huwezi kuwaona mwilini, ila utashangaa tu, mbona nina upele, kumbe ndio unashindana nao hivyo. Unajiuliza hivi, mbona uso wangu unawasha, kumbe ndio unashindana nao hivyo. Unajiuliza mbona nilikuwa napata pesa, mbona siku hizi sipati tena, kumbe ndio unashindana nao hivyo. Unajiuliza mbona nilikuwa nina amani, mbona amani yangu imetoweka, kumbe ndio unashindana nao hivyo. Leo tutawashinda kwa jina la Yesu. Kwa Biblia inasema kuna wakuu wa giza ambao tunashindana nao. Hebu sema nawashinda kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninawakamata wakuu wa giza wanaoshindana na mimi. Sema ninawashinda leo. Sema tena ninawashinda leo. Sema tena ninawashinda leo. Kwa damu ya Yesu. Kwa kuna wakuu wa giza. Lakini jambo lingine anasema juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kwamba kuna ulimwengu unaitwa ulimwengu wa roho. Kwenye ule ulimwengu wa roho ndipo tunashindana na falme. Kwenye ule ulimwengu wa roho tunashindana na mamlaka. Kwenye ule ulimwengu wa roho tunashindana na wakuu wa giza. Kwenye ule ulimwengu wa roho tunashindana na majeshi ya pepo wabaya. Haleluya. Sasa kwenye ule ulimwengu wa roho, kwa namna ile ile ambayo tunashindana na wale wafalme, tunashindana na mamlaka, tunashindana na wakuu wa giza, tunashindana na majeshi ya pepo wabaya, pia kwenye ulimwengu ule ule wa rohoni kuna milango ya shaba. Rika parabasetelele. Kama vile ambavyo kwenye ulimwengu wa roho kuna wafalme, kama vile ambavyo kwenye ulimwengu wa roho kuna mamlaka, kuna wenye mamlaka. Kumbe mamlaka sio hizi za mwilini. Hizi za mwilini ni mamlaka wezeshi, zinazowezeshwa na mamlaka za rohoni. Haleluya. Kama vile ambavyo rohoni kuna wafalme wa giza, kama vile ambavyo kuna wakuu wa giza, kuna majeshi ya pepo wabaya, pia kwenye ulimwengu wa roho kuna milango ya shaba. Yaani kuna milango ya shaba ambayo ikifungwa hupenyi. Unashangaa tu ulichokitarajia kitokee. Haleluya. Hebu sema kwa damu ya Yesu, naifungua milango ya shaba, naipasua, iniache nipite kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa naomba uone mambo kadha wa kadha. Nani unaamini leo utasaidika? Unaamini? Inua mkono nikuone. Sema leo nitasaidika, okay? Itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Sasa nataka uone kwenye Biblia takatifu mambo mbalimbali. Reka parabasetilili. Ya barabara haka parabarabara. Kila unayemuona amepenya, ujue aliishinda milango ya giza. Haleluya. Nataka tuangalie kitabu kile cha Zaburi. Kitabu kile cha Zaburi. Kitabu kile cha Zaburi. Zaburi sura ya 107 na mstari wa 16. Sasa kama nilivyosema, rohoni kuna milango ya shaba. Zaburi, nitasoma maandiko mawili tu. Zaburi 107 na ule mstari wa 16. Leo nataka tujenge msingi mkubwa, alafu kesho jioni tutakuwa na ibada hapa. Amina, amina. Nataka tuwe na siku 3 za kushughulika na milango ya shaba. Iachie watu wafanikiwe, iachie watu wapige hatua, iachie vitu vya rohoni ulivyomwomba Mungu sana mwaka mzima vitokee kwa jina la Yesu. Haleluya. Sababu kazi ya milango ya shaba ni kuzuia upenyo. Narudia tena, kazi kubwa ya milango ya shaba ni kuzuia upenyo, kuzuia vile ulivyotakiwa kupata visipatikane. Milango ya shaba ni milango kinzani inayoinuliwa na adui dhidi ya vile vitu ambavyo adui amegundua hawezi kuvizuia visitokee kwenye maisha yako. Adui anagundua kumzuia asiolewe, nimeshindwa, nimuinulie milango ya shaba, kwa sababu shaba huwa haipitishi. Shaba kibinadamu ni kifaa ambacho hakipitishi chochote. Haleluya. Shaba huwa haipitishi moto. Shaba haipitishi, kwa sababu shaba sio chuma. Haleluya. Maana yake sasa shaba imetumika kwenye ulimwengu kama kikwazo cha rohoni. Yaani kizuizi kikubwa cha rohoni ambacho kinaweza kikamzuia mtu haupenyi. Haleluya. Unaota ndoto nzuri, lakini vile vitu unavyoviotea ndotoni kutokea kwenye maisha yako ya mwilini inakuwa tena mtihani. Haleluya. Unakuwa na ndoto kabisa kwamba huu mwaka lazima mambo yawe hivi. Lakini unashangaa, mbona nimeomba, nimefunga, nimetoa sadaka, lakini mbona kile kitu hakitokei? Nataka tushughulike na milango ya shaba kwa jina la Yesu. Mungu huwa anatuma neno. Mungu akitaka kufanya jambo kwenye maisha ya mtu huwa anatuma neno. Kuna wakati huwa anatuma malaika, kuna wakati huwa anatuma neno, na kuna wakati anamtuma mjumbe. Anatuma mjumbe kwa ajili ya kusema na maisha ya mtu.
Zaburi 107 mstari wa 16, Biblia takatifu inasema hivi: maana ameivunja milango ya shaba. Nitarudia tena, Biblia inasema hivi maana ameivunja milango ya shaba. Biblia inaongelea milango ya nini? Ya shaba. Anasema amefanyaje? Sio kwamba ameisukuma. Biblia inasema ameivunja milango ya shaba. Biblia mpaka leo, nikuulize swali, nyumbani kwako una mlango wa nini? Mlango wa mbao. Sasa huu mlango wa shaba unaoongelewa hapa ni wa wapi? Nani nyumbani kwake anatumia mlango wa shaba? Hakuna mtu. Hata mageti yetu, okay, tuseme labda ni grili zote sio shaba. Haleluya. Mageti yote sio shaba. Amina. Maana yake hii shaba si shaba kwa maana ya mwilini, ni rohoni. Haleluya. Anasema maana ameivunja milango ya shaba. Sio kamlango, milango. Maana yake kwenye kila eneo unalotakiwa kupenya umewekewa mlango wa shaba. Ndio maana milango ni mingi ya shaba, sio mmoja. Unakuta kwenye elimu kuna mlango wa shaba. Unakuta kwenye ndoa kuna mlango wa shaba. Unakuta kwenye biashara kuna mlango wa shaba. Unakuta kwenye masomo kuna mlango wa shaba. Kwenye afya pia kuna mlango wa shaba. Haleluya. Kwenye ufugaji kuna mlango wa shaba. Kwenye kilimo kuna mlango wa shaba. Unashangaa jamani, wengine wa kilimo wanavuna, isipokuwa mimi tu umewekewa mlango wa shaba kwenye eneo la kilimo. Wengine wakienda kwenye vikao vya kikazi wana enjoy, wanafurahi, lakini mimi sijawahi kuwa na raha. Haleluya. Umewekewa mlango wa shaba, maisha yako yasiwe na furaha. Hivi unajua kuna watu maisha yao hayana furaha kabisa. Unawekewa mlango wa shaba kwenye ulimwengu wa roho ili maisha yako yote yao ya huzuni. Una pesa, una huzuni. Ndio maana kuna watu, kama unafikiri akila sana ndio atanenepa, utamjazia vyakula na anakula lakini anenepi. Kwa nini? Kawekewa mlango wa shaba, maisha yake yasiwe na raha. Haleluya. Yasiwe na raha kabisa. Sema kwa jina la Yesu. Kila mmoja sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi kila mlango wa shaba unaonizuia mimi kwenye eneo lolote la maisha yangu nisiwe na upenyo, sema leo ninavunja kila mlango wa shaba kwenye maisha yangu. Sema ninavunja kila mlango wa shaba kwa damu ya Yesu. Sema mimi ninapenya. Sema mimi ninapenya kwenye kila eneo la maisha yangu. Naivunja milango ya shaba. Sema tena naivunja. Toa sauti, navunja milango ya shaba. Sema tena ninavunja milango ya shaba. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa milango ya shaba. Mungu ametangulia kutuambia kwamba huwa inavunjwa, haisukumwi. Unavunja. Kuna mlango la shaba linazuia tenda rekapasatakapa. Kuna mlango la shaba linazuia elimu. Yule aliyekuwa anapasua juzi eti leo amefeli. Yule aliyekuwa na duka la jumla eti leo hii anaomba pesa ya kula. Haleluya. Mlango la shaba kwamba hapashi kupenya. Na adui akikuweka kwenye kifungo chochote anakuwekea mlango wa shaba ili pasitokee siku moja ukapata upenyo. Narudia tena, adui akikutia kwenye kifungo cha aina yoyote, ama kifungo cha madeni, anakuinulia na mlango ya shaba ili usije ukatoka hapo milele, usije ukapata upenyo. Ndio maana kuna watu ana madeni, lakini kwa namna anavyofahamiana na watu anapaswa kusolve tatizo lake. Lakini unashangaa ameingia kwenye tatizo eti mlango wa kutokea umekosekana. Unajiuliza, lakini mbona nafahamika na mbunge, nafahamiwa na diwani, nafahamika na mkurugenzi, nina kaka yangu ni naibu wa viazi. Unaelewa? Yuko kwenye wizara ya nini? Ya michikichi. Haleluya. Lakini unajiuliza, nakuwa kwenye ile wizara, nakuwa kwenye familia nzuri, babu yangu mimi amestaafu majuzi, wengine wote wamepewa mitaji, mimi tu ndio nimenyimwa. Unajiuliza, mbona tu mimi nakuwa ni mtu wa kufeli? Ninapokuwa kwenye jambo nakosa upenyo. Unainuliwa milango ya shaba. Sema kwa damu ya Yesu. Kila mmoja sema kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa hivi naisemesha milango ya shaba kwenye ulimwengu wa roho, naipasua. Sema ninaipasua. Hebu sema milango ya shaba, achia nipenye, achia nivuke, achia nimiliki, achia nifanikiwe, achia nitoke kwenye dhiki zangu. Sema achia kwa jina la Yesu. Rakapashata. Kwa Biblia inasema maana ameivunja milango ya shaba. Hebu sema wote, kwa maana ameivunja milango ya shaba. Mgeukie jirani yako mwambie milango ya shaba huwa inavunjwa. Haleluya.
Milango ya shaba huwa haisukumwi. Milango ya shaba huwa haibembelezi kwamba ewe mlango funguka basi. Unavunja, unaamuru. Biblia inasema wewe ni lungu la Bwana na silaha ya Bwana ya vita. Wacha nikuonyeshe. Wewe ni lungu la Bwana. Hebu sema mimi ni lungu la Bwana. Sema tena. Unatakiwa kujua hivyo kwamba nawezaje kuivunja milango ya shaba? Unaweza kwa sababu wewe ni lungu la Bwana. Hebu sema mimi ni lungu la Bwana. Rudia tena. Sasa lungu la Bwana linaweza kuogopa? Lungu la Bwana linaweza kuogopa? Majeshi. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa leo ninapasua kwa jina la Yesu milango ya shaba. Sema anguka. Achia nipenye. Sema achia nipenye. Achia mambo yale niliyomuomba Mungu yadhihirike, yatokee, yadhihirike kwa jina la Yesu. Milango ya shaba inazuia udhihirisho. Narudia tena, milango ya shaba inazuia udhihirisho. Wewe unaweza kuivunja kwa sababu Biblia inasema wewe una uwezo wa kuvunja. Amen. Yeremia sura ya 51 na ule mstari wa 20. Biblia inasema hivi, wewe lungu langu na silaha zangu za vita. Biblia inasema wewe ni nani? Ni lungu la Mungu na ni silaha ya Mungu ya nini? Ya vita. Na anasema kwa wewe nitavunja mataifa. Yaani kuna mataifa Mungu anataka yavunjwe. Biblia inasema Mungu anasema kwa wewe nitavunja mataifa, lakini watajikuta wanavunjika, lakini anayewavunja ni nani? Ni wewe. Haleluya. Yaani Mungu akikuona wewe anakuona ni mvunjaji. Una uwezo wa kuvunja. Kwenye ulimwengu wa roho ni lungu la Bwana. Hebu sema mimi ni lungu la Bwana. Kwa jina la Yesu. Leo milango ya shaba inatakiwa ikutambue kwamba lungu la Bwana anawaendea. Hebu sema lungu la Bwana anawaendea. Kwamba unapokuwa unaomba kabisa katika jina la Yesu, mimi ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Unasemaje? Mimi ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Navunja milango ya shaba. Usiseme tunavunja milango ya shaba, fungika, milango ya shaba, fungika, umekoma, umekwisha. Unapoteza muda. Haleluya. Yaani wewe unatakiwa kuvaa utambulisho wenye uwezesho wa kufanikisha hilo. Amen. Haleluya. Biblia inasema kitabu kile cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 5. Anasema pasipo mimi ninyi hamuwezi jambo lolote. Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 5. Haleluya. Nisadema Biblia hapo, mtu anisomea hapo haraka haraka. Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Anasemaje? Yohana 15 mstari wa 5 anasema, ndio, mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Ninyi ni matawi. Akae ndani yangu na ndani yake. Huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa unapokuwa unaomba kabisa, mimi ni lungu la Bwana, kwa sababu anaposema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote, kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni neno. Narudia tena, anaposema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote, yeye ni nani? Yeye ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa unapotaka kuivunja milango ya shaba, usiseme nakuja mimi Anovia napasua milango ya shaba. Sema nakuja mimi lungu la Bwana, ninakuja rekapa, mimi ni tawi ndani ya mzabibu, ninakuja mwana wa ufalme, ninakuja kuhani wa kifalme, ninakuja rakapasata, mzabibu anakuja rakap. Haleluya. Unauambia ulimwengu wa roho, ni kweli mmenizuia nisipenye. Unakuwa unatembea kila korido, unafuma macho, unaanza kuzoom, unaangalia wapi nimekosa upenyo. Ndugu zangu wananichukia mno. Rakapasata, na ikamata milango ya shaba kwenye ulimwengu wa roho. Ndugu zangu watanipenda kuanzia leo. Piga. Unafumba tena macho, unaangalia wapi wanangu wana matusi, wanatokana mno kwa damu ya mwana kondoo. Na ikamata milango ya shaba ambayo iko kwenye anga na wanangu, na ivunja. Achia wanangu wewe na akili, wawe na adabu, wawe na heshima. Amina. Haleluya. Unaingia unaikamata milango ya shaba, unasema mimi ni rungu na vunja, kwa sababu milango itauliza wewe unayetuvunja ni nani? Who are you? Milango huwa inauliza maswali. Itakuuliza wewe unayetuvunja, who are you? Unaiambia mimi
ninayewavunja ni rungu la Bwana na silaha ya Bwana ya vita. Na nimeambiwa na Bwana, kwa mimi nitavunja vunja mataifa. Nimeambiwa na Bwana, kwa mimi nitavunja vunja falme. Nimeambiwa na Bwana, kwa mimi nitavunja vunja gari la vita na aliyechukuliwa juu yake. Nimeambiwa na Bwana, kwa mimi nitavunja vunja farasi na mpanda farasi. Kwa mimi nimeambiwa nitavunja vunja mkulima na jozi zake za ng'ombe. Nimeambiwa kwa mimi nitavunja vunja mwanamke na mwanaume. Nimeambiwa kwa mimi nitavunja vunja kijana wa kiume na kijana wa kike. Nimeambiwa kwa mimi nitavunja vunja mzee na mtoto. Nimeambiwa kwa mimi nitavunja vunja mataifa, nitavunja vunja falme, na pasua milango ya shaba, na pasua, na pasua, na pasua. Hebu sema na pasua. Rakapasata. Umeona sasa? Haleluya. Sasa milango ya shaba ndiyo kizuizi cha rohoni. Hebu sema kizuizi cha rohoni. Sema tena. Sema tena. Nataka ujue hivyo kwa sababu ndivyo inavyokupasa. Ukijua umeshinda. Kwa sababu kushinda kumejificha ndani ya kujua. Unanielewa mtu wa Mungu? Kushinda kumefichwa ndani ya kunini? Ndani ya kujua. Nini unajua itajalisha nini utashinda. Kushinda kumefichika ndani ya kujua. Ndiyo maana shetani akitaka usishinde for everywhere, anakunyang'anya uwezo wako wa kujua. Haleluya. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Alisema Ayubu, mjue sana Mungu, namba 1 utakuwa na amani. Naelewa sasa? Naelewa sasa? Hapa anasema kwamba na ndipo mema yatakapokujia. Kwa milango ya shaba leo tuna kazi nayo. Kwa Zaburi ametuonyesha kwamba milango huwa inavunjwa. Naomba tuangalie Isaya, nataka tuingie kwenye kuomba sasa. Isaya sura ya 45 na ule mstari wa 2. Rekapasatata relege peli ya baramahanduri ya manamana rakapashatatata. Kuna matokeo. Jumapili nitakuonyesha matokeo ya kudili na milango ya shaba. Huwezi kuwa tajiri kama hujafanikiwa kuishinda milango ya shaba. Matajiri wote kuna milango ya rohoni wameifanikiwa kuishinda. Kama hujafanikiwa kuishinda milango ya rohoni ya giza, sahau kufanikiwa. Watu wote waliofanikiwa waliishinda milango ya shaba. Nitarudia tena. Watu wote waliofanikiwa rohoni kwenye maisha ya mwilini, kuna milango ya shaba waliishinda. Na shetani anajua kabisa kwamba ili mtu asifanikiwe akawa kuwa na pesa, asifanikiwe kibiashara, asifanikiwe kiuchumi, unawekewa milango kwenye lile eneo la mafanikio yako. Unawekewa milango ya shaba, kwa sababu shaba haipitishi chochote. Utakuwa tu unashangaa, ukiomba pesa ya kusuka unapewa, ila hela ya biashara haupewi. Unanielewa? Lakini ukiomba pesa ya kusuka hakuna shida. Ili uendelee kuwa mrembo maskini. Haleluya. Uendelee kuwa mrembo, unaweka makeup, ukifumba tu macho hivi kope unasikia kwa kama vile mapambio. Zamani tulikuwa hatuna speaker, kwa mapambio ni makofi, ni mikono yenu. Sisi tulioishi kwenye zile nyakati tunajua namna ya kupiga wimbo mzuri wa kusifu, lakini kwa njia ya mikono. Yaani kuna namna, yani biti linakuwa kwenye mikono. Yaani kuna namna ya mikono unaitwist. Ukipiga mtu ana change key hapo hapo. Mwambama akisikia tu ana change. Anasema Simba wa Yuda anahama. Anajua hapa key imebadilika. Majeshi. Kuna watu unakuta kila unapotaka jambo la kimafanikio inakuwa ngumu sana, kwa sababu umewekewa milango ya shaba kwenye ile eneo. Sikiza nikwambie kitu. Milango ya shaba huwekewi tu anywhere. Unawekewa kwenye maeneo ambayo yana maana kwenye maisha yako. Narudia tena. Milango ya shaba haiwekwi tu sehemu yoyote. Inawekwa kwenye maeneo ambayo ni special. Maeneo ambayo ukipata upenyo mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Milango ya shaba, kama eneo lenye upenyo kwenye maisha yako ni elimu, basi milango ya shaba unawekewa kwenye elimu hapo. Unafaulu mitihani yote ila mtihani mmoja unafeli. Haleluya. Unakuwa vizuri tu, ni mrembo, lakini mdomo wako unatukana na matusi, hamna mchezo.
nini, umewekewa rango hapo la shaba kwamba uwe na uzuri, ila uwe na kasoro itakayokuharibia kila eneo. Haleluya. Au unakuta una familia kuna watu kabisa familia zao zina maisha mazuri kiasi kwamba yeye pia alitakiwa kuwa wa namna hiyo, lakini yeye unamwona tu ajabu ajabu tu. Haleluya. Ni kijana, ni kweli hajasoma sana kwa sababu hakupelekwa kwenye shule nzuri, na ukiuliza wakwambia baba alikuwa bize sana. Sio bize, aliwekewa milango ya shaba ili asisome. Haleluya. Unawekewa milango ya shaba kwamba wengine wapate bahati, wengine wapate neema, wengine wapate kufanikiwa, ila usiwe wewe. Lile eneo ambalo adui amekuwekea milango ya shaba ndilo eneo ambalo maisha yako yamekosa upenyo. Nitarudia tena. Lile eneo ambalo adui amekuwekea milango ya shaba ndilo eneo pekee kwenye maisha yako ambalo maisha yako yamekosa kupenya kabisa. Kwa sababu hii adui akikuwekea milango ya shaba kwenye elimu, unakuwa na vita sana kwenye eneo la elimu. Kila eneo ambalo una vita vikali sana ndilo eneo ambalo adui amekuwekea milango ya shaba. Huhitajiki ufumbe macho uone maono eti iko wapi milango ya shaba. Jichunguze tu. Haleluya. Huwa ukimwomba mtu hela anakupa, unagundua tu nimeisha. Amen. Haleluya. Wewe unawezaje kuwa mgonjwa tu kila muda wa kulazwa tu wewe umewekewa milango ya shaba? Amina, kwamba usikatize hapa. Na milango ina majina. Rakapasa. Sasa hiyo ni kesho sasa. Kesho tutajifunza kwa habari ya kuitambua milango kwa majina yake. Kwa sababu unapoipiga milango unaiambia rekepere, ewe mlango wa presha, rekapasa tatata, nimekutambua mlango wa shaba wa presha, na ukamata na uvunja. Ndio maana kwenye Biblia kulikuwa kuna milango, lakini kulikuwa kuna milango ina majina. Unasikia rango la mashariki. Amina. Kuna rango linaitwa rango la fedha. Narudia tena, kuna rango linaitwa rango la fedha. Lina jina kabisa, ni rango la nini? La fedha. Kuna kipindi mimi nimewahi kuliona, mnakumbuka? Kuna kipindi niliwahi kuliona rango kubwa sana, ni rango linaitwa rango la fedha, rango la dhahabu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Sasa unapopiga milango, kesho nitakufundisha sasa kuitambua milango kwa majina yake, ili ukipiga mlango wa shaba unaopiga kweli kweli. Naomba nimalizie andiko hili. Biblia inasema, kitabu cha Isaya sura ya 45 mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 3. Nitasoma katika jina la Yesu. Nitakwenda mbele yako. Mungu anasema atafanyaje? Atakwenda mbele yako. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Neno mahali palipo paruza maana yake mahali ambapo pameharibiwa. Yaani mahali ambapo kwenye maisha yako pamezofika. Anasema atapita mbele yako ili apasawazishe. Anapasawazisha kwa namna gani? Utaona. Kumbe kwenye maisha unaweza kuwa unaishi lakini kuna mabonde, kuna vichaka. Magonjwa hayo ndio mahali palipo paruza. Haleluya. Unashangaa tu madeni ndio kuparuza huko. Anasema nitavunja, anasema na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande milango ya shaba. Unaona, kumbe pana paruza. Kwa nini? Kuna milango ya shaba. Mungu akiangalia anaiona nini? Kumbuka neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Mungu anaona mbali kuliko macho yako ya damu na nyama. Wewe huoni kama anavyoweza kuona Mungu. Narudia tena, wewe huoni kama ambavyo Mungu
gizani. Sasa huwa tunaombaga tu, tunasema kwa damu ya Yesu kuanzia sasa nataka hela zangu mmechukua, nataka hazina zangu za gizani. Dili kwanza na milango ya shaba. Unataka kuwa tajiri, umeshaishinda milango ya shaba. Tunapata picha, kumbe umaskini ni kuwekewa milango ya shaba. Kwa sababu ukiivunja, ndio anasema nami nitakupa hazina za nini? Za gizani. Kumbe kuna milango ya shaba kwenye ulimwengu wa roho ambayo ndio inatuzalia umaskini. Wewe unajiita maskini, kumbe kuna milango ya shaba ndio imetanda kwenye ulimwengu wa roho, inakuzuia. Inasema wengine wote wawe na pesa ila sio wewe. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Wengine wote wasome mpaka vyuo vikuu lakini sio wewe. Wengine wajenge eti sio wewe. Mimi nasema wewe utasoma na utafika mbali. Mimi ninatangaza utazaa watoto wazuri. Mimi natangaza na utafunga ndoa takatifu. Mimi ninatangaza na watoto wako watakuwa na amani. Mimi natangaza magonjwa yanapaswa kuwa mwisho kwa damu ya mwana kondoo. Rakapasha takapa. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitai kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Naomba tusimame. Sasa tumebaini kwamba kuna milango ya shaba na ikifungwa mtu anaacha kufanikiwa. Haleluya. Kwamba alikuwa apenye, ulikuwa upenye, ulikuwa umiliki, ulikuwa upate, lakini kwa sababu ya milango ya shaba vyote vinakosekana. Ukifungiwa milango ya shaba utasubiria mtaji mpaka jua litazama. Ukiwekewa milango ya shaba ya kutokuolewa, paka makeup zote, makeup mkongo. Kuna makeup inaitwa makeup milambo kwa maana ya chifu milambo. Kuna makeup inaitwa chifu milambo, paka na hiyo. Alafu kuna makeup moja inaitwa twende kwa bibi. Ndio twende kwa bibi, piga na hiyo. Umesharokiwa, umerokiwa tu. Utalaumu na kulaumu, utalaumu wakaka wa huo mtaa, utalaumu vijana wa ndani ya kanisa. Kama jamani, kwa kweli hivi ni mkosi gani nilitupiwa mimi? Kuna milango imesimama mbele yako inasema hivi, wengine waende ila huyu abaki hapa. Ndio hiyo inatokea kwenye familia, wote wanaolewa ila kuna kamoja kametulia kama vile zindiko. Akibahatika sana anazalia nyumbani. Yale hapa amebahatika sana. Haleluya. Kuna gate limesimama hapo, linazuia kabisa. Ukipata mtaji wa biashara tu ndio magonjwa yanazuka. Haleluya. Maana yake umewekewa gate la shaba la hutakiwi kupenya kwenye hilo eneo. Sababu haiwezekani kabla ya kupata pesa ulikuwa mzima. Kabla ya kupata pesa umezishika tu pesa eti ndio unaumwa. Eti damu zinaisha. Lazima tuziulize damu zinaenda wapi, tuziulize. Anayezichukua ni nani? Rakapasha tatata. Na kwa nini asichukue siku zote? Anasubiria umepata hela. Atatueleza. Kufika Jumapili watatueleza. Majeshi. Nataka tuombe sasa. Sema, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa neno lako. Nimelisikia. Nimeelewa. Bwana Yesu, niongoze sasa katika maombi ya vita kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu na makosa yangu. Naomba unitakase, naomba unioshe, naomba unisafishe kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu unayekaa ndani yangu, niongoze kuomba, niongoze kufanya vita kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa natoka mwilini, naingia rohoni, nafanya vita na milango ya shaba. Sema tena, natoka mwilini, naingia rohoni, nafanya vita na milango ya shaba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe milango ya shaba, ninakushinda kwa damu ya Yesu. Ninapokea uwezo wa kuwa lungu la Bwana na silaha ya Bwana ya vita, kwa maana imeandikwa, mimi ni lungu la Bwana na silaha ya Bwana ya vita. Kuanzia sasa napokea uwezo kuwa lungu la Bwana na silaha ya Bwana ya vita. Kuanzia sasa milango ya shaba iliyowekwa kwenye maisha yangu, kwenye kila eneo ninalotakiwa kufanikiwa, kuanzia sasa nafanya vita na milango ya shaba. Ewe milango ya shaba, vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe milango ya shaba, vunjika leo, vunjika leo kwa damu ya Yesu. Ninapasua milango ya shaba kwenye biashara, na vunja milango ya shaba kwenye masomo,
navunja milango ya shaba kwenye ndoa, navunja milango ya shaba kwa damu ya mwana kondoo. Kwenye afya yangu navunja milango ya shaba kwa damu ya Yesu. Kwa watoto wangu navunja milango ya shaba. Enyi milango ya shaba, mnazuia upenyo wa maisha yangu, ninavunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Vunja milango ya shaba sasa kila moja Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa mamlaka na uwezo wa damu ya mwana kondoo. Kuanzia sasa navunja milango ya shaba. Reka pasata kapasha tatata reke piria barabasha takapa navunja milango ya shaba kwa damu Yesu. Navunja milango ya shaba kwa damu Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho, kila mlango wa shaba uliosimama mbele yangu na uvunja kwa damu Yesu, na uvunja kwa damu Yesu, kwa maana imeandikwa, nitakwenda mbele yako na kuivunja milango ya shaba katika jina la Yesu Kristo. Nami naivunja milango ya shaba kwa damu ya mwana kondoo. Kila mlango wa shaba uliosimama mbele yangu kuzuia hatua zangu na uvunja kwa jina la Yesu. Mlango wa shaba wa magonjwa na uvunja kwa damu Yesu. Mlango wa shaba wa magonjwa na uvunja kwa damu Yesu. Na achilia moto, na vunja milango ya shaba iliyowekwa mbele yangu kwenye ulimwengu wa roho. Kila mlango wa shaba uliowekwa mbele ya familia, uliowekwa mbele ya uzao, uliowekwa mbele ya vizazi, na uvunja kwa jina la Yesu. Mlango wa shaba kutokea kuzimu na uvunja kwa jina la Yesu. Mlango wa shaba aliyoweka adui kwa damu ya mwana kondoo na uvunja kwa jina la Yesu, na uvunja kwa damu ya Yesu. Mimi ni rungu la Bwana na silaha za Bwana za vita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na vunja ile milango, na vunja ile milango. Ewe mlango wa shaba, ninakusemesha kwenye ulimwengu wa roho, vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Na upiga mlango wa shaba na uvunja kwa damu Yesu, na uvunja ulimwengu wa roho, na vunja ule mlango kwa damu ya mwana kondoo. Reka pasekete rando kapashamando rika pasekete rando kapashakata rando rabasekete raka pashamama rika pasekete rando koposhakata. Vunjika kwa damu Yesu. Rebasha baba, vunjika kwa damu Yesu. Reka pasekete, vunjika kwa damu Yesu. Na vunja huo mlango. Reka pashamando rando kapasekete ikapashamama reka pasekete rando kapashakata ikapashamama. Na uvunja huo mlango. Ewe mlango wa shaba uliosimama mbele yangu, reka pashakata, ili kuzuia hatua, ili kuzuia kufanikiwa, ili kuzuia afya, ili kuzuia maisha. Na vunja kwa jina la Yesu. Na pasua huo mlango, na vunja kwa damu Yesu. Ika mama rebo sekete rebo shaba baba reka pashamoa reko posekete. Vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Na vunja huo mlango. Raka pashakata rando kapashanda kapa ikapasekete andoko posekete rika pashanda kapa mama reko posekete andoko poshakata. Vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Ewe mlango wa shaba, na kuvunja kwa damu Yesu, na kuvunja kwa damu Yesu, na kuvunja kwa damu Yesu. Vunjika ewe mlango, vunjika ewe mlango, vunjika ewe mlango, vunjika kwa jina Yesu. Reba shaba baba rebo sekete rebo shaba baba rando kapashakata rando rabasha mama reka pasekete rando koposhakata. Vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Ewe mlango wa shaba rabashakata rabo sekete rabo shamando reka pasekete uliowekwa mbele ya uzao wangu, na kuvunja kwa damu Yesu, na kuvunja yakapasha mama reba sekete rebo sekete rebo shaba baba, na kuvunja kwa damu Yesu, na kuvunja yando kapasha mando, na kuvunja mlango wa shaba, na kupasua kwa damu Yesu, na kupasua randa kapasua reba sekete vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Na kuvunja hiyo mlango, na kuvunja kwa jina la Yesu, na kuvunja kwa damu Yesu, na kuvunja kwa damu Yesu. Kwa maana imeandikwa, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruta. Nitavunja milango ya shaba rakapashakata rando kapashakata. Vunjika kwa damu Yesu, vunjika katika jina la Yesu. Vunjika mlango wa shaba, vunjika mlango wa shaba, na kuvunja kwa damu Yesu. Vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa damu Yesu. Ninakuvunja ewe mlango wa shaba, ewe mlango wa shaba, na kupasua kwa damu Yesu, na kupasua kwa damu Yesu, na kupasua rabashe bebebe rebo sekete rando kapashakata rando
rando rabashanda kapa ikapasekete rikapashanda kapara mama rendo koposekete rebe rando rabashama mama ikapasekete ando koposekete rikapashanda kapara mama rekoposekete ando koposhakata ikapashando rabasekete rando kapashanda kapara mama rekapashakata yando koposekete ikapashanda rabosekete utanizuia kupita vunjika kwa damu Yesu vunjika kwa damu Yesu vunjika kwa damu Yesu vunjika kwa damu Yesu kwa damu ya mwana kondoo na kuvunja kwa jina la Yesu na kuvunja rabasha baba rebosekete ando kapashakata rando rabasha bakapara mama ikapasekete ando koposekete ribasha baba rakapasekete rebe rando kapashakata yando koposekete ikapashando kapasekete ando rabasha bakapa ikarabosekete rando rabasha bakapara mando rando rabasha manda kapara mama ikapasekete ando kapasekete rindo koposekete ando rabasha bakapara mando rando rabashekete ando rabasekete ikapashando kapasekete rando koposekete ando rabashakata vunjika kwa damu Yesu vunjika kwa damu Yesu ninakuvunja ninakupasua kwa damu ya Yesu rabasha baba rabasekete rebe rando kapashakata rando kapasha mama rabasekete rebe nakuvunja kwa damu ya mwana kondoo nakuvunja ewe mlango wa shaba katika jina la Yesu uliyewekwa mbele yangu nakupasua kwa damu ya Yesu nakupasua ewe mlango wa shaba ninakupasua kwa damu ya Yesu pasuka vunjika na kuvunja vipande kada bosha katita na kuvunja vipande ewe mlango wa shaba ninakurarua na kuvunja vipande kwa damu ya mwana kondoo rekapasha katita rendo koposekete rebe rando rabashanda kaparama ikapasekete ando rabashekete ikoposha kata yando rabashanda kaparama rekapasekete ando koposekete pasuka vipande kwa damu ya mwana kondoo rakapasha katita rando kapashanda kapa na kupasua ewe mlango wa shaba rabasha baba rebosekete ando rabashekete rakapashando kapasekete ando koposha kata ribasha baba yando kapasekete rebe na kupasua na kuvunja ikamanda masekete ikamando masekete ando kapasha kata rakapashando kapasekete ando rabasha kata ikapashanda kapa yando koposekete ikapashando kapasekete kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa na vunja milango ya shaba iliyonikabili katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Nataka niwaombee sasa. Haleluya. Watoto wote na wengine sogea hivi. Maipi njoni tuwawekee mikono watu hawa. Tuwaombee, tuwavunjie milango ya shaba. Simameni. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, rako shata kaparata kapa merato shata kaparado shekeperia maraman randu shekeperia maraman, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu rete kepe sanduria marama kaparaba kata kapa randa kaparia barabara sete kepe randu shekeparia maraman rekeperia barabara sotokopo randu shakaperia barabara kapa na kamata milango ya shaba iliyofunga maisha yako na